Kwa jina naitwa Watson Mlola Landa, na hili daraja ni kiunganishi kati ya wilaya hii na ya Songwe. Na hata hivi watoto wanaotoka maeneo upande huu wa ng'ambo hii ni shida kuvuka daraja. Mto ukishajaa tu hapa, na maana watoto inashindikana kurudi nyumbani mpaka lipungue, ndio wanapata nafasi ya kupita. Kama ulivyoona hata hawa wanaoendesha pikipiki, yani akifika hapa lazima awe na mtu spare ya kusukuma ndio anavuka hili daraja. Kwa hiyo kuna changamoto sana na ni kero sana kwetu. Ningeomba serikali kupitia mikono yake mirefu ingeweza kulikumbuka hili daraja, warao watuongezee matundu au matundu mengine. Ninahaka kwamba wakiongeza matundu hata 4 matatu hapa, hii daraja linaweza likawa linapitika kwa urahisi. Mimi kwa jina naitwa Saulo Saines Ngozi. Pamoja na ubovu wa daraja, kwa kweli barabara, yani muundombinu wa barabara yani ni mbaya, yani tumesahauliwa kama sio wa Tanzania. Kweli tungeliomba serikali jaribu kutuangalia hata kwa upande wa barabara. Moja, tunakwama kuvusha mazao, lakini hata wanafunzi wetu wanashindwa kuvuka kutoka eneo moja kwenda maeneo ya shule. Lakini imefika mahara kuna mwananchi mmoja alitoka Kirabuni akawa ametumbukia kwenye maji akasomba. Naitwa Sogai Sote, mwenyekiti wa kijiji cha Bara. Daraja hili limejengwa mwaka 2017 na lilidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu, baadaye likacholewa na maji. Kwa hiyo walikuja mwaka 2018 wakafanya marekebisho ya kuongeza hayo masikio kama unavyoona. Likadumu tena mwaka mmoja, 2019 likazolewa. Kwa hiyo toka 2019 maana yake hapa hakuna daraja sasa. Hiki kivuko kimekuwa shida, kwamba watu wanavuka kwa shida. Lakini pia hili daraja ni kiungo cha muhimu sana kwa wanakijiji wenyewe wa ndani kwa ndani, kwa maana kitongoji cha Nkomo walioko upande wa mbele na wengine ambao wako upande huku wa nyuma. Lakini pia hii daraja linaunganisha kijiji cha Bara na wilaya ya Songwe, kwamba ukitoka hapa maana yake unaenda wilaya ya Songwe ambapo unaweza kutokea kijiji cha Muheza. Asante. Mimi naitwa Alois Toniem Daravuma, diwani wa kata ya Bara. Kata ya Bara iko tarafa ya Itaka, wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Mpaka sasa halijatengenezwa. Kwa hiyo wananchi ngambo moja na ngambo nyingine, mvua zikinyesha hamna mahara wanapoweza kupita. Kwa hiyo inaleta sutofahamu, na kwa kweli ni adha kubwa, kwa sababu eneo lile watu wanaenda kulima, watoto wanaenda shule. Kwa hiyo kimsingi madaraja yale yamejengwa hayajafanya kazi. Kadha tunategemea mvua ikinyesha kubwa, mto unajaa, inaweza kusomba watoto, kusomba watu. Yani mtu yeyote akipita anaweza kuona kama maji kidogo, inaweza kumsomba. Kwa sababu tulitengeneza vile ili liweze kutusaidia kuhakikisha watu wanavuka. Sasa hivi kwa hiyo kijiji na kijiji hawezi kupita ile barabara tena. Kwa hiyo ni kwamba tumepoteza rasilimali zetu. Maana tumetumia zaidi ya milioni 130. Sasa zaidi ya milioni 130 hazijafanya kazi. Kwa hiyo kutokupitika kwa ile daraja, mategemeo na malengo kwa maana ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, hatujafanya kitu. Kwa hiyo wito wangu ni kuiomba TARURA ije irejeshe yale madaraja, wananchi waweze kupita kwa wakati. Wachukue hatua za dharura, za wazi, za haraka kuhakikisha haya madaraja yanatengenezwa. Vinginevyo tutafika mahali tunaendelea kulaumiwa sisi viongozi, na wakati mwingine watu wanakosa imani na serikali yao. Unajua serikali hii ni ya wananchi. Kwa jina naitwa Robert Maktalima, ni kaimu meneja ya TARURA hapa kwa kipindi hiki. Sisi kwa timu ya wataalamu kama TARURA wilaya tumeshafika eneo hilo la tatizo, tumelichukua, tumelifanyia kazi, ikiwa ni kuliombea fedha za dharura ambazo tayari tumeshaandika barua makao makuu na kupeleka hizo gharama kwa ajili ya kufanyia marekebisho. Hivyo pesa ikiingia, tutafanya kazi ya kuinua pale tuta ili tuweze kurudisha mawasiliano ya barabara iweze kupitika kama zamani. Hata hivyo tunaomba wananchi wajaribu kuchukua tahadhari, hasa kwa kipindi cha mvua, wasiweze kupita kwenye lile eneo kwa ajili ya usalama wao.